Mwakagenda, katibu wa mbunge wa jimbo la Rungwe Anthony Mantona. Mtakumbuka mwaka jana mwezi wa 7 ilikuwa tarehe 26, sawa, tulifanyia mkutano hapa na moja kati ya changamoto ambazo mliweza kuziwasilisha kwa mheshimiwa mbunge, mnakumbuka namna alivyoshiriki mheshimiwa mbunge kwenye ujenzi wa zahanati. Si mnakumbuka? Tunametoa nini kwenye zahanati? Madirisha yote. Sawa. Aliahidi kwamba tutaweza tusaidia. Zahanati tumefikia hapo. Alitegemea mwaka jana kwamba ingekuwa imeanza kufanya nini? Kufanya kazi. Sawa. Lakini baadaye mkasema hatuna vyoo. Sasa hili jengo la huduma za afya, afu hamna choo kweli. Kwa baadaye akaahidi kuchangia mifuko mingapi? 30. Leo hii ndo nimeleta hii mifuko 30 ili itumike kujenga choo cha zahanati yetu. Kagwina oye. Alafu aliahidi kwamba kuna mahali mnapita hakuna kivuko. Sawa. Waliomba miti. Sio? Sasa pia ametoa shilingi 500,000. Tunaamini kwamba ile 500,000 itatumika kwa ajili ya kutafuta miti ya kujengea huko ili watu wanapita vizuri. Wakati huo tunafanya hivyo, wakati kwanza tunaendelea kuweka mpango wa muda mrefu wa namna gani tutakuja kuimarisha. Sasa kama tutakuja kutengeneza pengine daraja ambayo itakuwa inapitika, lakini sasa kabla hatujafikia huko, hebu tufanye eneo hilo linapitika. Sawa. Wakati tunaendelea kufikiria namna gani sasa tutakuwa na mpango mwingine kubwa kwa ajili ya kuboresha kivuko hicho. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo hizo ndio zilikuwa ahadi za mheshimiwa mbunge. Na niwaambie ndugu zangu kwamba kila alichotuahidi Mantona amefanya. Sawa jamani? Kila alichokiahidi, tulichomwomba, alichotuahidi, amefanya nini? Amekifanya, ametekeleza. Kuahidi ni jambo moja, lakini kutekeleza ni jambo lingine. Sawa? Sio kila anayeahidi anafanya. Unanielewa? Sio kila mtu anayeahidi kitu lazima afanye. Sawa? Lakini yeye anaahidi na anafanya. Na anasema kwamba mimi siwezi kuahidi kitu ambacho sina uwezo nacho. Sawa? Kwa ukishaona tu Mantona amekuambia kwamba mwambie 1 2 3, amesema nitakifanya. Unajua kiko ndani ya uwezo wake. Na ndio kama hivi ambavyo leo amenituma ili niweze kukamilisha, na tunaamini kwamba mwenyekiti wa serikali ya kijiji upo hapa na kuomba kasimamie hii kazi. Simamia hii kazi wewe pamoja na viongozi wenzako wote wa serikali ya kijiji. Hakikisheni kwamba hii mifuko inaenda kufanya kazi, haiharibiki. Maana sisi tunaweka mifuko hii na nyinyi mnaenda kuhifadhi huko, inaanza kuharibika, tunakuja tena mheshimiwa mbunge labda anafanya tena ziara. Changamoto chote tena tunaanza kusema yale. Baada ya kusema mambo mengine tutakuwa tuendi mbele. Tunakuwa tunarudi nyuma ndugu zangu. Sawa? Simamia hii kazi, choo kiishe. Sawa? Choo kiishe safi. Kama kutakuwa na changamoto nyingine tutawasiliana. Sawa? Kama kutakuwa na changamoto nyingine tutawasiliana. Viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi mko hapa, mkiongozwa na mwenezi wetu wa kata. Mwenezi, nakuomba sana kakaangu. Hebu jitahidi. Sawa? Pita hata muda wote ule ambao wewe. Sawa? Wao hawafahamu. Wewe unajua ni mwenyeji, sawa? Ni wa nyumbani, lakini hebu pita muda wote. Kati mwenyekiti wa chama. Mpo, hiyo ndio kazi yenu. Vitu kama hivi kuhakikisha kweli vinafanya nini? Vinatekelezeka, vinafanywa kazi. Ndio kazi yenu kubwa kuhakikisha mnamsimamia huyu mwenyekiti, sawa? Huyu. Sasa wewe uko mkoa. Huyu uko chini yake. Sawa? Ile si ndio sura kiutendaji sasa ya serikali hapa. Kabisa ndio hilo ndugu zangu. Tufanye kazi. Maendeleo ya kwetu ni ya kwetu sisi kama sisi. Tukimaliza hili tutakaa tena, tutapanga, tunaanza na nini tena? Hivyo tutakuwa tunasonga taratibu. Ninawashukuru sana. Naomba tuendelee kumwombea huyu mheshimiwa mbunge na viongozi wengine. Sawa ndugu zangu. Ninawashukuru sana, asanteni sana. Bwana Kagwina, maendeleo mema na kazi njema ili kazi iendelee kusonga mbele na wengine wakija, ni juhudi yetu sisi, lakini lengo letu ni kwamba ni kushirikiana, tumpe Mantona mkubwa. Si kwa vitendo na kwa simu, tumpigie kwa ajili ya kumshukuru yeye binafsi kwa kutia katibu wake wa mbunge. Asante sana. Kwa majina naitwa Godfrey Amrike Masinga, mwenyekiti wa kijiji cha Kagwina. Ninapenda kumshukuru mheshimiwa mbunge wetu Mantona kwa kuwakilisha ahadi yake ya mifuko ya sementi
na shilingi 500,000 ambazo zimeingizwa kwenye akaunti yetu ya kijiji chetu cha Kagwina. Tunamshukuru kwa sababu alituahidi, lakini hatimaye mwisho wa siku ameiwakilisha hiyo ahadi yake. Kama mwenyekiti nimejawa na furaha kubwa sana. Neno asante najua halina kikomo, lakini mimi kwangu linatoka ndani. Nasema asante mheshimiwa wetu, mbunge wetu Mwantona, unatupenda kweli. Wewe ni kiongozi wa watu. Kama mwenyekiti, kwa niaba ya kijiji changu cha Kagwina, tunakushukuru sana sana sana. Mungu akubariki, akapaguse hata ulipoenda kupachota. Tunasema asante. Na kwa nafasi hii napenda na kumshukuru ndugu Gabrieli kama katibu wa mbunge wetu. Tunasema asante kwa kutufikishia wana Kagwina wa kijiji cha Kagwina. Tunajua mbunge wetu ni mwaminifu, na mimi kwa nafasi hii kama mwenyekiti nitakuwa mwaminifu kwa mbunge wangu, nitafanya kazi kwa uaminifu, ila kwa muda huu nisiwe na maneno mengi. Dupe Filipo na Masebo ni mwenyekiti kitongoji cha Soweto kijiji cha Kagwina. Napenda kumshukuru mbunge wetu Mwantona tangia alivyoingia kazini mpaka kufikia kipindi hiki hajatuacha kama wana Kagwina. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu wengine ambao wapo kwa ahadi lakini matendo hatuyaona. Mwantona inaonekana Kagwina imesha kutambua. Angalia uchaguzi mdogo mdogo uliopita kwenye matawi, vijiji, vitongoji. Tulichukua tuzo kupitia chama chetu cha Mapinduzi. Hamini hivi hautaangushwa. Kwa kijiji cha Kagwina wanawake tuko tayari, tunapiga vita kwa ajili yako. Ford Kikende Mkalinga. Nashukuru sana mbunge wetu Anthony Mwantona kwa kazi aliyofanya katika kijiji cha Kagwina. Kwa kweli hapa tulikuwa nyuma sana, lakini baada ya kuingia ubunge ametusaidia sana. Tusaidia sasa hivi ndio anatusaidia kwa sementi, ametusaidia fedha kasi ambazo zinaingiza kwenye akaunti yetu ya kijiji. Kwa kweli tunampongeza sana. Kwa kweli tangu wabunge wameanza hawajawahi kufanya kazi kama alivyofanya Mwantona. Tunamuomba Mungu amsaidie anapotoa mbali. Vile vile Mwantona, kama ingekuwa ni uchaguzi ungeweza Mwantona amepita moja kwa moja, kwa sababu ni demokrasi. Ni Mwantona anakubalika katika taaluma. Ameingia hata pesa ambazo wabunge wengine huko nyuma hawakuweza kuingia, lakini yeye ameingia.